CCM oye! CCM oye! Mapinduzi! 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 Tutalinda, tutatetea, tutapigania kwa maslahi ya taifa. Kama noma, kama mbwai. Hodi 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 Pemba! Hodi Pemba! Hodi 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 Pemba! Hodi kusini Pemba! Hodi kusini Pemba! Hodi 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 kusini Pemba! Hodi kaskazini Pemba! Hodi kaskazini Pemba! Hodi kaskazini Pemba! Hapo vipi? Kama noma na kama mbwai. Asanteni sana ndugu mwenyekiti wa CCM wa mkoa huu wa kusini Pemba na mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa kaskazini Pemba, ndugu wajumbe wenzangu wa sekretarieti ya halmashauri kuu ya CCM taifa, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa kutoka mikoa hii miwili ya kusini Pemba na kaskazini Pemba, makamisa wetu, wakuu wa mkuu wa mikoa na wakuu wetu wa wilaya, wajumbe wa kamati za siasa za mikoa yetu miwili, mkoa wa kusini Pemba na mkoa wa kaskazini Pemba, wajumbe wa halmashauri kuu za mikoa, za wilaya na viongozi wengine waliokuwepo hapa, ndugu wanachama wenzangu, ndugu zangu kutoka jumuiya za Chama cha Mapinduzi, jumuiya ya wazazi, jumuiya ya UWT pamoja na jumuiya ya vijana wenzangu na wanachama wote wa CCM. CCM oye! Mapinduzi! Awali ya yote, na mimi kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo hii kukutana katika eneo hili la Chake Chake lilikuwepo hapa katika mkoa huu wa kusini Pemba. Lakini la pili, niwashukuru sana viongozi wetu wa kitaifa, Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini pia na viongozi wengine wote. Lakini sana napenda kuishukuru halmashauri kuu ya CCM taifa na kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa, kamati kuu kwa kupendekeza jina langu mimi Abdi Mahmud Abdi pamoja na wenzangu ndugu Paul Chacha, mzee wangu naibu katibu mkuu bara, na ndugu yangu Jamali kuongeza nguvu katika sekretarieti ya halmashauri kuu ya taifa. Tunawashukuru sana pia wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa kwa kauli moja kupitisha majina yetu sote wanne kuongeza nguvu katika vikao vyetu vya halmashauri kuu ya taifa, lakini pia kuniteua mimi kuwa ndio mtendaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi katika visiwa hivi vya Zanzibar. Nawashukuru sana viongozi wangu hao. Lakini pia shukrani ya pekee niwapelekee umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wao wamenipa heshima katika kipindi chote ambacho tulikuweko katika umoja wa vijana. Tumefanya kazi kwa mashirikiano na umoja. Lakini pia nimshukuru sana naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye amemaliza muda wake, Dr. Mohamed Said Dimwa, kwa uongozi wake, kwa utumishi wake, lakini kwa malezi yake alionilea mimi nikiwa kama naibu katibu mkuu wa CCM mpaka viongozi wangu wakaona natosha kumrithi katika nafasi yake ya naibu katibu mkuu. Ndugu zangu wana CCM wenzangu, kumlea kijana mpaka wazee wakasema sasa tunakupa mikoba yake mzee wako, si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Tumpigeni makofi mengi Dr. Mohamed Said Dimwa. Ndugu zangu na ndugu viongozi mlioshiriki hapa katika mapokezi haya, kwanza nimefurahishwa sana na mapokezi makubwa ambayo nimefanyiwa katika visiwa hivi vya Pemba, na mimi nawaahidi malipo yangu kwa wana CCM wenzangu na viongozi wenzangu ni kufanya utumishi uliotukuka kwa chama chetu na kuhakikisha kwamba CCM inakuwa imara zaidi, inakuwa bora zaidi, na inakuwa kimbilio la wanyonge na wananchi wa Zanzibar. Ndugu zangu,
Nafasi hii ambayo mimi na wenzangu tumepewa, tunajua kwamba ni nafasi ya heshima kubwa sana. Watu wengi baada ya sisi kuteuliwa walikuwa wanaangalia pia kigezo vingi, lakini miongoni vya vigezo ambavyo vimezungumzwa sana kwa watu mbalimbali na pamoja na mitandao ya kijamii ilikuwa pengine ni umri. Na umri, ndugu zangu, katika utumishi wa chama chetu na serikali zetu sio kigezo muhimu sana. Kigezo muhimu ni utiifu, uaminifu, uzalendo na utumishi uliotukuka. Hivyo ninawahakikishia ndugu viongozi na ndugu wananchi na ndugu wanachama ambao mmejitokeza hapa, tutafanya kazi chini ya maelekezo ya viongozi wetu wakuu wa kitaifa. Tutafanya kazi kwa kutumia katiba zetu, kanuni zetu na miongozo mbalimbali iliyokuwepo katika chama chetu, ili kukifanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kushika dola, lakini kuendelea kuwa imara zaidi na kuwa kimbilio la wanyonge wote kama ilivyo azma ya mapinduzi yetu matukufu ya Zanzibar. Ndugu wanachama mliojitokeza hapa pamoja na viongozi, mimi nikiwa naibu katibu mkuu, kazi yangu ya mwanzo ni kuendelea kuyalinda mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na jukumu hilo nitalifanya kwa weledi mkubwa, kwa umadhubuti, kwa umakini, kwa utii mkubwa, kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kila chaguzi inayohusu dola inayofanyika katika nchi yetu tunajipanga vizuri, tunajisimamia vizuri, na hatimaye tunashinda vizuri katika chaguzi ambazo zinakuja. Nafahamu kwamba kama tutakuwa na uchaguzi wa 2030 ambao Chama cha Mapinduzi lazima kitasimamisha wagombea mbalimbali wa ngazi za udiwani, uwakilishi, ubunge na rais wa Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu akitupa nguvu, akitupa uhai na viongozi bado wakihisi tunatosha, na wahakikishia kwamba CCM itashinda kwa kishindo katika majimbo yote. Ndugu wana CCM, najua kwamba chama chetu kina mambo mengi sana, na hivi karibuni mwakani tunatimiza miaka 50 toka kuasisiwa kwake. Kwa hiyo chama hichi ni kikubwa, kina wanachama wengi, kina matawi mengi, kina ofisi mbalimbali, lakini pia ni kimbilio, na tunajua kama CCM madhubuti ndio itaimarisha ulinzi na usalama katika nchi yetu. Mimi nikiwa naibu katibu mkuu pamoja na wenzangu wajumbe wa secretariat ile ya kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa na secretariat ya halmashauri kuu ya taifa, tutahakikisha nchi yetu inakuwa chini ya ulinzi na usalama, lakini watu wote wanaishi kwa amani, wanaishi kwa upendo, lakini kubwa zaidi nchi yetu itapata maendeleo ya ajabu kama ambayo Daktari Hussein Ali Mwinyi ameyafanya. Lakini pia naomba nichukue fursa hii kuwapongeza sana viongozi wetu wakuu wawili ambao wao kupitia ushindi wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa 2025 wamepata ridhaa ya kuendelea kuziongoza nchi zetu. Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi wamefanya maendeleo makubwa katika nchi yetu, wametuletea maendeleo makubwa, wametoa huduma nyingi za jamii katika maeneo yetu. Kama mnavyoona sasa hivi katika kisiwa hichi cha Pemba, mpaka barabara zilizokatiwa tamaa kwamba zitajengwa, zimejengwa tena kwa kiwango cha lami. Lakini pia kama tunavyojua hapa Pemba tulikuwa tuna hospitali moja tu ile ya mkoani, lakini pia tulikuwa tuna hospitali pia ile ya Chake Chake, lakini sasa hivi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameimarisha, amejenga hospitali 4 za wilaya, lakini na hospitali za mikoa zinakuja. Tunajua kwamba Dr. Mwinyi amefanya mambo mengi katika kisiwa hichi cha Pemba, ikiwemo kuleta meli za mizigo kwenda kufunga gati katika kisiwa hichi cha Pemba. Maendeleo hayo yote na maendeleo mengine tutakagua kama Chama cha Mapinduzi, shehia kwa shehia, tawi kwa tawi, jimbo kwa jimbo, wadi kwa wadi, wilaya kwa wilaya na mkoa kwa mkoa. Na ndugu wana CCM mjiandae, tutafanya ziara kubwa ya kupitia matawi 453 yaliyokuwepo kila sehemu ya visiwa hivi vya Unguja na Pemba. Tunaomba mtupokee, lakini pia tunaomba ofisi za matawi, ofisi za majimbo ziwe ndio kimbilio za wananchi. Sisi Chama cha Mapinduzi, utaratibu wetu, mwana CCM au wananchi wakiwa na changamoto zozote wanatakiwa kuripoti katika ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi za matawi
wajadiliane, alafu baadaye vifikishwe katika vikao vinavyofuata, ili mwisho wa siku ifike katika kikao cha maalumu, ambapo hapo ndipo utapata ufumbuzi. Ndugu zangu wana CCM, nawaahidi kusimamia katiba ya Chama cha Mapinduzi na miongozo mbalimbali inayotolewa ili kuhakikisha kwamba ustawi wa wananchi katika visiwa vyetu vya Zanzibar unazidi kuimarika, lakini na maendeleo yanazidi kuwafikia. Ndugu wana CCM, najua mwakani tutakuwa na uchaguzi katika chama chetu cha Mapinduzi, na uchaguzi huu unahusisha nafasi zote za uongozi katika chama chetu, kuanzia ngazi ya shina mpaka mwenyekiti wa CCM wa taifa. Hivyo tunatoa wito kwa wana CCM, kila anayeona anao uthubutu na anao ari ya kuwatumikia wana CCM katika nafasi mbalimbali za uongozi, msiogope. Hakuna mtu mwenye hati miliki ya nafasi ya uongozi kwenye chama chetu, na wanachama na viongozi wanapimwa kwa utumishi wao katika chama chetu. Nini wamekifanyia chama katika utumishi wao katika nafasi za miaka 5 iliyopita. Nikiwa kama naibu katibu mkuu wa CCM, tutasimamia uchaguzi huo kwa haki, uadilifu na upendo mkubwa, ili tupate viongozi imara, viongozi bora kama waliokuwepo sasa hivi, ili chama chetu kiendelee kuwa na nguvu. Ndugu zangu, viongozi waliokuwepo sasa wa chama chetu wamefanya kazi kubwa na wameivusha Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa 2025. Na muomba Mwenyezi Mungu, na sisi ambao tumeingezwa katika vikao hivi katika ngazi za maamuzi, pia Mwenyezi Mungu atujalie kama wao waliofanya vizuri, na sisi tuendelee kufanya vizuri zaidi. Na naomba wanachama wenzangu muendelee kutuombea. Nafasi hizi ni kubwa, lakini chama hichi ni kikubwa. Lazima tuwezidishe umoja, mshikamano na mashirikiano ili tuwe na nguvu zaidi. La mwisho, ndugu wana CCM, napenda sana kuwaambia watumishi wetu wa serikali wakumbuke kwamba Chama cha Mapinduzi ndicho kinatekeleza ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025. Katika eneo hilo, Chama cha Mapinduzi wajibu wake kuisimamia serikali ili ifanye maendeleo kwa wananchi wake. Lakini pia Chama cha Mapinduzi kina wajibu wa kusimamia serikali ili viongozi waliokuwepo serikalini washirikiane na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ili kutatua kero na changamoto mbalimbali za wananchi katika jamii. Lakini pia wananchi wanapokwenda katika majengo ya serikali waende wakapate huduma ambazo zinastahili kwa mujibu ya hadhi yao ya wananchi katika nchi hii. Na niwakumbushe kama mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 yamefanyika mapinduzi Zanzibar ili kumfanya mnyonge ajione na aone huduma za jamii nzuri zinazotolewa katika nchi yake, lakini ajione bora katika nchi yake, awe huru na apate huduma ambazo anastahili. Hivyo tunaomba sana wenzetu wa serikali, tusije tukaharibiana katika utendaji wetu wa majukumu katika maeneo yao. CCM jukumu lake la msingi baada ya kumaliza kwa uchaguzi mkuu ni kusimamia serikali ihakikishe kwamba inatoa huduma, kwa sababu wakati wa uchaguzi Chama cha Mapinduzi ndicho kinachoenda kwa wananchi kuomba kura. Mimi nikiwa naibu katibu mkuu na wenzangu wajumbe wa secretariat tutasimamia serikali ipasavyo ili kutoa haki kwa wananchi na kutoa huduma bora ili chama chetu kiendelee kuwa na nguvu. Tunafahamu kwamba serikali inapofanya vizuri na chama chetu ndipo hapo kinapata nguvu. Sisi tukiwa kama watendaji na wasimamizi wa ilani ya uchaguzi, tutahakikisha kwamba ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 2030 tunaisimamia katika viwango vya kimataifa ili wananchi wa nchi hii waondokane na changamoto zilizokuwepo, lakini waendelee kupata maendeleo. Na tunafahamu kwamba zipo baadhi ya changamoto zinazotokea katika maeneo yetu. Hizo tutashirikiana na viongozi wengine kuhakikisha kwamba Zanzibar CCM inakuwa imara, Tanzania CCM inakuwa imara, lakini inaungwa mkono na wanachama wengi. Ndugu wanachama wenzangu, mimi niwashukuru sana kwa mapokezi haya, na mapokezi haya kwetu sisi ni deni ambayo malipo yake ni utumishi uliotukuka kwa wana CCM wenzetu pamoja na wananchi. Kisiwa hichi cha Pemba tunafahamu zamani ilikuwa ni ngome ya upinzani, lakini sasa kwa muda wa miaka 15 sasa hii ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Na sisi katika utumishi wetu hatutokuwa na kupigana wala kurushiana maneno na wapinzani. Sisi tutakiimarisha chama chetu kiwe na nguvu,
kiwe na watu wengi, kipendwe, kilete maendeleo. Ndugu zangu, katika visiwa hivi nilikuja kuzungumza wakati nateuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa umoja wa vijana. Zamani ilikuwa kweli Pemba, kila mtu anajua kama Pemba ni ngome ya wapinzani, lakini kwa sasa watu oneshe ngome yao iko sehemu gani. Hata mikutano yao ambao wanaifanya katika kisiwa hichi haina watu, hata kule Unguja wakifanya hawana watu. Na kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi inatupa nguvu ya Chama cha Mapinduzi kujitapa, kutembea kifua mbele na kufanya kazi ya ziada, ili sasa hawa wanachama wao wachache waliobakia pia nao waamini katika chama chetu. Na pia tunachukua nafasi hii pia kuwakaribisha wale wote ambao bado hawajachagua upande na wale wanaona haya kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Tunawakaribisha sana. Chama hichi ni kizuri, chama hichi ni bora, na chama hichi kina fursa nyingi. Ndugu zangu, vijana wenzangu, sasa hivi katika chama chetu hichi, katika mabadiliko ya juzi yaliyofanyika pale, tumechaguliwa vijana 3 ili kuongeza nguvu katika chama chetu. Yupo ndugu yangu Paul Matiko Chacha, yeye na mimi tunafanana kwa umri, lakini pia yuko ndugu yangu Jamali, lakini pia nipo na mimi na katibu mkuu. Lakini pale pia tuna mzee wetu, mzee wa Sukuma ndani, naye pia kwa busara na hekima, pamoja na viongozi wengine wa Sekretariat ya Zanzibar na Sekretariat ya Halmashauri ya Taifa. Naamini kwamba tukishirikiana kwa pamoja na nyinyi mkitupa mashirikiano, tukishikana, chama hichi kitaendelea kuwa na nguvu na kitashinda katika uchaguzi mkuu wa 2030 na chaguzi nyingine zijazo. Baada ya hayo, ndugu wana CCM, mimi nawashukuru sana na nasema kwamba nimefurahishwa sana na mapokezi haya, na sasa tuko tayari kukutana kazini. Ndugu wana CCM, tutakutana kazini. Asanteni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi!